Tana Martin, mtangazaji maarufu wa mitandao ya kijamii mwenye umri wa miaka 30 kutoka Utah, amefariki dunia baada ya kupambana na saratani ya koloni kwa kipindi cha miaka 5. Kwa ishara ya kusisimua sana, Martin alitangaza kifo chake kupitia video aliyojirekodi kabla, baada ya kushirikiwa kwenye akaunti yake ya Instagram tarehe 25 Juni. Akiongea moja kwa moja mbele ya kamera, Martin alianza video hiyo kwa kusema, "Hujambo, mimi ni Tana. Ukiona hii basi nitakuwa nimeshakufa." Video hiyo ambayo sasa imesambaa sana mitandaoni imewaacha wafuasi wake wakiwa na hisia nyingi na kuhamasisha kwa nguvu na neema yake aliyoionyesha mbele ya ugonjwa huu hatari. "Nilikuwa na maisha mazuri sana," alisema Martin, akifafanua kwamba alirekodi ujumbe huo kama njia ya kumjulisha mawazo yake ya mwisho na kumsaidia mke wake wakati wa majaribu magumu yajayo. "Maisha yalikuwa mazuri. Nilifurahi sana wakati nilipokuwa hapa. Natumaini kuna kitu baada ya hii na ninatarajia kukutana na watu hao," aliongeza. Akitafakari juu ya kifo kama mchezo mpya, Martin alishukuru maisha yake, wapendwa wake na jamii iliyomsaidia wakati wote wa ugonjwa wake. "Asanteni kwa msaada wenu wote na kwa kusaidia kufanya miaka yangu ya mwisho kuwa ya furaha, starehe na raha," alisema. Mke wake Shay aliandika kwenye maelezo ya video hiyo, "Ndugu, nguvu iwe nawe kutoka kwa malaika wetu wa roho." Martin alikuwa akitumia mitandao ya kijamii kufuatilia safari yake ya saratani, mara nyingi akiwa na mchanganyiko wa ucheshi na uaminifu uliogusa mioyo ya maelfu ya watu. Alifichua katika mahojiano yake na People kwamba saratani yake haingeweza kupona tena na alikuwa na matarajio ya kuishi kati ya miaka 2 hadi 5. Mnamo Februari mwaka 2023, alifichua katika mahojiano na People kwamba saratani yake haingeweza kupona tena na alikuwa na matarajio ya kuishi kati ya miaka 2 hadi 5. Hadithi ya Martin imegusa watu wengi mitandaoni. Ukurasa wa GoFundMe uliundwa kwa kumbukumbu yake umeeleza kuwa alikuwa mume mpendwa, baba mwenye fahari na roho nzuri, aliyegusa maisha ya wengi kwa ujasiri wake na ucheshi, hata alipokabiliana na ugonjwa hatari. Kampuni hiyo pia imesema kuwa Martin hakuwa na bima ya maisha na alikuwa akizingatia sana kuhakikisha mustakabali wa mkewe na binti yao mdogo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.